Tumezungumza namna gani ambavyo Israel sasa hivi umezungumza hapa kwamba inaizofisha kidogo kidogo Marekani. Na moja ya kitu ambacho watu wanakifikiria sana ni kifo cha juzi cha Shalkaki ambacho kimezua maswali mengi sana. Wahusika of course nafahamu namna gani ambavyo kuna baadhi ya jamii zilikuwa zipendwezi naye. Nani mhusika wa hicho kifo? Nani mhusika wa kifo cha Shalkaki? Nina Shalkaki mhusika wake ninachoamini mimi ni deep state ya kutoka taifa la Netapaka ambao ndo wana control mambo mengi kutokea nyuma ya pazia. Sawa? Japokuwa kuna baadhi ya majina, baadhi ya mabilionea ambao wametajwa zaidi. Na kuna baadhi ya sheria vinaonesha, lakini hakuna conclusive evidence ya kusema kwamba 100% ni huyu hapa. Lakini kitu ambacho my instincts, hisia zangu na akili zangu na kujoin dots na nimelifuatilia sana ile jambo ni wale watu, kwa sababu ya kauli alizotoa kipindi cha mwisho. Kuna makala ambayo nimeweka kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 255, nikasema kauli 5 ziliopelekewa kuondolewa kwa Shalkaki. Nikaeka zile kauli ziko pale, mtu ambaye anataka anaweza kwenda kuziangalia ili zimpe taswira ndani zaidi. Kwa hiyo wale ndo wana. Sasa Shalkaki kesi yake ni tofauti. Wapo wengi sana ambao unakumbuka mwanzo nilivyokuambia kwamba kwa nini haya mataifa sasa hivi kama yanaonekana kama anza kusupport na kuitambua. Nikamwambia ni mazinga ombwe, yani upande wa ile expansion joint. Nikakwambia kwamba kuna mtiririko watu wengi sana ambao sasa hivi walikuwa wanawasupport wale jamaa, lakini wamegeuka kwa sababu imedhihirika kwao wanafanya mambo ambayo sio. Moja wapo ni Kak alivyoenda katika nchi ya Netapaka akajionea. Alivyorudi alikuwa kwenye interview ya PBD akasema tena nitakuwa makini na kauli ninazotoa, ila kinachofanyika kule ni ethnic cleansing, kumaanisha kutaka kusafisha jamii nzima iliyoko pale, ndio kinachoendelea pale. Na katoa kauli nyingi sana. Na interview yake ya mwisho ilikuwa na Ben Shapiro, akasema kwa nini hatuhoji anachokifanya serikali ya Neta, umeona, na vitu kama hivyo. Anasema tumehoji vitu vingi, tumehoji vaccine, tumehoji mambo ya lockdown, tumehoji pandemic na vitu vingi. Ila huko kwa nini hatuhoji? Je, hizi media hatuoni kwamba zinasema kweli kuhusiana na issue ya nchi ya Netapaka au ni tumepotoshwa? Sasa Shalkaki ana silaha ambayo ni muhimu sana, ambayo tutakuja kujijoinia dot kwa mwisho. Wafuasi wake ni vijana na alikuwa na kijiji kikubwa sana. Yes. Yeye akishaanza kubadilika, anabadilisha na kijiji chake chote. Yes. Kwa yule akihama, anahamisha kijiji, kitu ambacho they cannot afford kufanya hivyo. Umeona? Tunafahamu na magana ambavyo Shalkaki alikuwa ni mtu ambaye anamsupport Donald Trump. Na Trump ndo president wa Marekani. Trump kwenye hiki anahusika ama anaweza kukubali vipi mtu wake wa karibu aweze kupunguzwa nguvu kwa sababu anamsupport? Siamini mimi binafsi. Siamini kama Trump anahusika. Na ninaamini kwamba kimemuuma. Umeona? Lakini pia kuondolewa kwa huyu bwana ni ndege mmoja, hapana, ni kama ndege 5 kwa jiwe moja. Yes. Ina mambo mengi sana ndani yake. Ya kwanza siamini, mwanzo nimepitia scenario tofauti na possibility tofauti. Ile yule jamaa wa juu kushuti kule aliye ile mimi nimecancelini, wametupoteza. Kuna mtu alimkamata pale nimeitoa. Kulikuwa kuna jamaa wengine ambao wako karibu pale, kulikuwa kuna possibility wametumia, kuna aina fulani za bunduki ambayo imekaa kama simu. Unaweza ukaifungua hivi afu ukampiga mtu. Pia ni moja ya possibility. Ila kuna issue ya exit na entrance wound. Pia ila kuna scenario nyingine ambayo imetokea ambayo
inazidi kupata mashiko kadri ninavyokutana na details. Kunawezekana jamaa hajafa. Sure. Yes. Uwezekano huo upo. Sio conclusive, lakini uwezekano, ushahidi, kwa sababu mimi naendaga kwa facts na logic. Kwanza, fuatilia video zote na sehemu zote. Sehemu ambao wako na tukio, huwa kuna tape ambayo inazungushwa. Yeah, sure. Kuonesha ile ni crime scene. Right, sure. Mtu utakiwa kuingia kutoka la nini. Ile sehemu mpaka kesho haijazungushiwa ile tape. Sawa. Cha pili, baadhi ya watu waliokuwa karibu na kuchukua baadhi ya video, mwili ambao ulionekana kwenye kasi wakati wa kuaga, rangi yake ulikuwa umekaa kama mwili wa raba wa mdoli, unaonja fulani. Sawa. Ila hizo zote unajua kuna law of probability. Inawezekana ndio, inawezekana sio. Sio conclusive. Ila moja ya vitu vya muhimu zaidi baada ya tukio lile la kupigwa risasi, kwa muda mchache, labda ndani ya masaa 2-3, alikuwa kwenye tent, hema ambalo ni futi 10 kwa 10, takriban mita 3 kwa 3. Nyuma yake kulikuwa kuna kitu ambacho kimekaa kama kamera. Ile kamera, kama ni kamera, ile ndio ingeweza kutoa ushahidi mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa inamchukua direct. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamesema kwamba ile risasi ilipigwa kwa juu, ikaingilia kwenye kichwa afa ikatokea hapa. Bado hai make sense kwangu, kutokana na kwamba ingetoka damu nyingi sana huku, na tofauti na hapa. Ni moja ya scenario ambazo zipo. Sawa. Kuna moja ambayo inaonyesha kwamba ni risasi moja. Umeona? Na kuna scenario tofauti. Lakini ile kamera ndio ingeweza kutoa. Sasa baada ya watu kwenye mitandao ambao ni wajuzi zaidi kufuatilia zaidi, kuna scenario imetokea kwamba ina uwezekano iliyokuwa pale juu ilikuwa ni kitu kinaitwa hologram. Ni projector. Hologram projector. Ambayo ukifuatilia modeli hiyo ya projector inahitaji chumba cha futi 10 kwa futi 10 ili kuweza kuproject mwili wa mtu kamili, tangia akisimama akishuka. Sawa. Ni moja ya scenario ambazo zipo, lakini bado naendelea kuifanyia kazi. Baada ya tukio, kuna mtu alikuja akaifungua na video zipo, kafungua kaondoka nayo. Sawa. Why? Na kwa nini ile eneo halijazungushiwa tape ya kuonesha kwamba hapa uruhusiwi kuingia, ni sehemu chini ya polisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado kuna scenario nyingi, kuna loopholes, maswali ni mengi kuliko majibu. Ila sasa turudi kwa jamaa. Kama vile mimi na mpaka leo sijawahi kutoa kauli kwamba Prigozhin amekufa. Wa Wagner yule. Mpaka leo sijawahi kutoa, kwa sababu sijakutana na conclusive evidence ambayo mimi tosheleza kiu changu kwamba umeona. Yes. Na kingine pale kulikuwa kuna mtaalamu wa Hollywood wa kutengeneza setups. Unaona kwamba kwenye movie unaona mtu, mfano kama kuna movie moja na shauri watu wakaangalie, inaitwa Swordfish. Yuko bwana mmoja anaitwa nani huyo ambaye Swordfish anaitwa somebody atoka mtafute. Waenda wakamtafuta, ambaye pia yuko kwenye Face Off. Nicolas Cage pamoja na John Travolta. Okay. Wanakuonesha jinsi gani yanavyochezwa mazimbaombo, kama mtu umeuao, umekufa, sijui nini. Yote ni vitu, au mtu akienda kutafuta movie kama Now I See You au You See Me. Zote wanaonesha hivi vitu. Kwa hiyo kuna maswali mengi sana, na hii ni moja ya diversions ambazo zinatengenezwa. Mnatupiwa leo mara mwizi huyu huko, umeenda mnamkimbiza, unasikia tena huyu huko, huyu huko. Unajua naambia miruzi mingi inamkimbiza mbwa. Ndio hichi kinachofanyika hapa. Yaani kila kukicha kunaibuka kitu fulani. Kila kukicha kunaibuka vitu fulani. Kwa hiyo inaacha maswali mengi sana ambayo yalikuwepo. Lakini Kak alikuwa na, kama nilivyokuambia, alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Kaondolewa yeye, alafu kaletwa anaichukua nafasi yake ni Ben Shapiro, ambaye ni mtu wao. Kwa hiyo anakuja kufanya damage control. Anaendelea na ile ziara yake. Jamaa alikuwa apige ziara za viuoni. Wao nafikiri angetoka na kijiji kikubwa kiasi gani katika hivyo viuo. Umeona? Kwa hiyo ingekuwa ina athari kubwa sana.
moja kauli ambazo zipo kutoka watu ambao ni reputable kama kina Candace Owen, kama kina Tucker Carlson, ni kwamba mabosi wafadhili wake walikuwa wanamlalamikia kwa nini kwanza anaiongelea vibaya au anaichallenge story ya nadharia ya upande wa nchi ya Netapaka, lakini kwa nini anashirikiana na watu kama kuna mdada fulani ambaye jina limenitoka, kuna Tucker Carlson, kwa nini unawapa mileage? Hawa ni watu ambao wanatuumbua sisi. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi wanamleta mshikaji kwa ajili ya hiyo, lakini pia lile linakuwa ni onyo kwa wengine ambao wanataka kuenda kinyume, kuvunja utaratibu, kwamba kilichomkuta huyu na nyinyi mnaweza kikakutenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo pia ule ujumbe pia unaweza kuwa umetuma mpaka kwa Trump mwenyewe. Hapo Trump pia ulichokizungumza kwenye siku ya mazishi ya jamaa funeral wakati inafanyika pale, Trump alienda kwenye kuna nani fulani hivi, kuna mgadi kama ni glass nini, bulletproof glass, yes. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu ana maana kwamba yeye mwenyewe kashajua kwamba hali ni hatari. Ana trust na anajua, yeye anajua ni nani ambaye wanaongoza nchi, sio yeye. Yeye anajua ni nani ambaye wanarun na ni nani ambaye kaikamata Secret Service, na ambaye kaikamata CIA na mashirika mengine ambayo watu wa kawaida hawayajui. Umeona? Walimuondoa Kennedy, aliyekuwa ni rais wa Marekani. Umeona? Kwa hiyo sio kitu cha ajabu kutokea. So yeye mwenyewe ameanza kuchukua baadhi ya tahadhari, lakini hazitoshelezi. Watu wakiamua kama wamekufungia kazi, wale jamaa wana influence kiasi kwamba labda Mungu aseme aingie kati, lakini otherwise wale jamaa wana njia zao. Yes. Lakini so far Trump yuko nao vizuri. Mimi siamini yuko nao vizuri, ila anafuata matakwa. Ndio maana nilishaongelea kwamba unasikia issue ya Epstein Files haiishi, haitolewi, lakini haiishi kwa sababu ile ni leverage. Na pia moja ya vitu ambavyo vilimcost Kirk ni kwamba aligusia issue ya Epstein Files na akataka atoe baadhi ya siri. Sasa unajua mimi leo hii nitolee, mimi nina picha zako wewe ambazo sio nzuri, ambazo zikienda duniani, yes, sawa. Kwa hiyo nakwambia bana, nasikiliza kwa mimi hapa unabidi kila mwezi wewe unanilipa 200,000. Wewe utanipa 200,000 kwa sababu hutaki ziende. The moment nikishazi publish zikienda hadharani, wewe uliokuwa hutaki ya kukute yanakukuta. Sawa? Lakini inamaanisha karata yangu ya turufu ndio nimeishaitumia, sina tena kingine. Ushaadhirika. Ndio maana Epstein Files hazitolewi, zinabaki zinaongelewa ili kuatisha watu ambao wako kwenye hizo files, ila hazitolewi kwa sababu ziendelee kuwakamata. Yes, kuna vitu vingi sana ambavyo viko mule ndani ambavyo vinawahusu watu wengi. Kufanya mapenzi na watoto wadogo, wa kiume, wa kike, na kufanya vitu vingi ambavyo ni kinyume cha sheria, kinyume na maadili. Ile ni project wanasema kabisa it was a Mossad operation ambayo ilikuwa inaongezwa na kina bwana Maxwell pamoja na Epstein. Kwa hiyo ni project ambao walikuwa nayo, so wanatumia kucontrol wale watu ambao wako pale. Umezungumzia kuhusu namna gani ambavyo sasa hivi vitu vinaenda against. Pengine kustisha kama ni mfuatiliaji wa Premier League. Kwa hivyo vitu walikuwa wanapromote sana, kuna miezi kadhaa ilikuwa na huo mkataba mwaka huu umetolewa. Pengine unamaanisha nini specifically? LGBT. Okay. Umeitoa hiyo kitu mambo ya kupromote ushoga na nini hivyo. Kwa nini imefikia hivyo? Ndio mpango ambao unaendelea? Kwa kweli hiyo sijafuatilia. Lakini na nitahitaji kujua, kwa sababu moja ya mipango ya muhimu zaidi wao kwa sababu ya kuandaa mpinga Kristo ni LGBTQ. Hamna kitu kinavunja jamii kama hiyo vitu. Unajua, na haya ni maneno ambayo wenyewe Wayahudi wanasema. Sheria 2 kuu za kwanza alizoziimplement Hitler baada ya kuchukua madaraka, 2 kuu za kwanza ni kupiga marufuku ushoga. Wakati Hitler anachukua madaraka Ujerumani, Ujerumani ilikuwa kama ndo makao makuu ya ushoga. Kwa kuna ushoga na madanguro na mauchafu yote yaliharibu sana jamii yao. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kupiga marufuku. Kitu cha pili alichokipiga marufuku ni interest, riba.
na baada ya pale ndo akaenda akajenga nchi mpaka ilipofikia, mpaka ikawa ilipofika na vita vikaendelea. Na hivi ni vitu ambavyo vimekatazwa hata kwenye maandiko matakatifu. Tunafahamu Sodoma na Gomora, kuna makala ambayo nishai kuyafanya, yapo pale. Sky ameyafanya kwenye Biblia, mimi nimefanya kwenye Qur'ani, yako pale. Na madhara yake ambayo yapo. Wayahudi walifukuzwa zaidi ya nchi sio chini ya 15 kwa sababu ya riba. Riba ilikuwa inaumiza sana jamii zote walizokuwa wanaenda. Umeona kwa hiyo kuondoa hii issue ya LGBTQ sijafuatilia nijue kwa nini, lakini imenishangaza kwa sababu najua ni muhimu kiasi gani katika mipango yao. Mwaka huu Premier League watangaza kabisa hiyo kitu. Ndo nitaifuatilia, kwa kweli sijaifuatilia hiyo. Tumalize kwenye hili. Premier League na nini? Mataifa mengi hasa ya Warabuni na watu ambao ni Waislamu wengi sana wamefurahia kifo chake Charlie Kirk. Kwa nini aseme kwa nini? Kwa sababu Charlie Kirk naweza nikasema ana awamu mbili. Ana awamu ya kwanza ambaye alikuwa anaiongelea vibaya sana Uislamu. Ana sehemu ambayo ilikuwa inaaminika anaongelea vibaya sana watu weusi. Ilikuwa inaaminika alikuwa anaongelea vibaya sana, angalia kama kuna mtu huko. Ilikuwa inaaminika kama vile alikuwa anaongelea vibaya au alikuwa anakweza watu wenye rangi nyeupe, ngozi nyeupe, kwamba ni bora zaidi kuliko watu wengine, na baadhi ya kauli zake. Na alikuwa ana support kindaki uzayuni na matendo na yanayofanywa na taifa la netapaka na mauaji na kila kitu. Akawa anasema hakuna genocide pale, hakuna uondoaji au wa watu kwa mafungu yale. Sasa hichi ni kitu ambacho ndo watu tunatofautiana. Ushawahi kusikia ule usemi ambao anakuambia kwamba mema 99 yanaweza yakafutwa na baya moja? Yes. Na kuna watu ambao wanaenda kwa formula ambayo akioza samaki mmoja wote wameoza. Ila kuna watu ambao hiyo, kuna ifrat na tafrit, kuna extremist na kuna wale ambao wako liberal, wako poa tu. Alafu kuna watu ambao wamebalance katikati, kila kitu kinawekwa katika sehemu yake. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamchukia mpaka kuondoka kwake na wamefurahi kutokana na zile kauli za mwanzo alizozifanya. Sawa, bila kujali alichokifanya kipindi cha mwisho. Mimi binafsi nilikuwa siungi mkono kauli zake za mwanzo na mengi aliyokuwa anayafanya. Sawa, kipindi cha mwisho alikuwa anabadilika, ana change, alikuwa anauliza maswali ambayo yanapelekea kufikirisha. Umeona? Kwa hiyo kuna wengi ambao walifurahishwa, kuna wengine wanasema kwamba mtu ambao umeishi maisha yako yote ya dhambi haiwezi akafutwa kwa mema yako ya dakika mbili, kwamba tuanze sasa hivi ndo tuanze kukutukuza kama ni mtu mwema wakati maisha yako yote umeishi kwenye uovu. Umeona? Kwa hiyo kuna ambao hawataki kujali kaishia vipi, wanadili na huko. Kuna ambao wanadili na hivi mwisho, wanasema alibadilika, usio yule kule. Umeona? Alafu kuna watu ambao wanasema kuna kipindi chake, awamu yake fulani alikuwa na haya na awamu yake ya mwisho alikuwa na haya. Kwa hiyo kila moja inapewa nafasi yake. Na kwa hiyo kila mtu anaamua anachokiamua. Mfano sisi kwenye Uislamu tunafundisha innamal a'mal bi khawatimiha, hakika ya matendo ni kwa jinsi unavyomaliza matendo yale. Umeona? Na kuna kisa kimoja maarufu sana, nitakisimplify kwa ufupi. Kuna mtu mmoja alikuwa muuaji, alishaua watu 99, akamfuata mcha Mungu. Actually sio mcha Mungu, sababu wacha Mungu ni watu ambao wana connection na Mungu, wana hekima. Akamfuata mtu mwenye elimu, mimi naitaga elimu kavu isiyokuwa na ufahamu. Akamwambia na mimi nimeua watu 99, kuna msamaha? Yeye akamwambia umeua watu 99? Hakuna msamaha. Jamaa akamlamba na yeye kichwa, akakamilisha 100. Umeona? Basi
akawa akasema mimi kweli ndo sisamehewi nini. Akaenda akakutana sasa na mcha Mungu mwenye elimu. Akamwambia bana, vipi mimi nimekula watu vichwa 100. Mungu ananisamehe? Akamwambia kwa nini Mungu asikusamehe? Kwa hiyo unafanyaje? Akamwambia inabidi, na hii ni fundisho, utoke katika ule mji wenye madhambi ambao ulikuwa unafanya maovu yako, nenda katika mji mwingine ambao unawajia mwema, ukae katika saiko yao. Umeona? Kwa hiyo yule bwana akawa anatoka katika ule mji anaenda kule, katikati akafariki. Wakashuka malaika wa adhabu na malaika wa peponi, wakawa wanamgombania. Umeona? Sasa ndo yale ya Chalikaka. Hawa akanasema huyu kaua watu 99, maisha yake yote alikuwa anafanya uasi. Hawa akasema hapana, lakini alikuwa ametubu na alikuwa anaenda wapi? Anaenda zake kwenye kutubia huko. Umeona? Mwenyezi Mungu akamwambia sasa wanavutana. Mwenyezi Mungu ana hekima. Akaambia sasa pimeni. Iwapo ardhi alipofia ni karibu zaidi na mji wa maovu, basi atakuwa ni katika watu waovu. Na iwapo alipofia ni karibu zaidi na sehemu ya watu wema, basi atakuwa kwenye watu wema. Alafu akaamrisha ardhi yenye watu waovu ikasogea mbali, yenye watu wema ikasogea karibu. Hukumu yake ikapatikana, akachukuliwa, akaondoka. Ni kisa maarufu sana katika dini ya Kiislamu. Akaenda kwa watu wema, watu nani? Akaenda kwa watu wema. Kwa hiyo ndo mwisho wake. Sisi tunafundishwa mtu anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni mpaka ikabakia shibri moja. Shibri moja ni hivi. Yaani ukitoka hapo ukiingia hapo unadondoka motoni. Ukafanya matendo ya watu wa motoni. Ukaja ukafanya jema lako hii moja tu. Mungu anakufutia ile madhambi yako, anakuingiza peponi. Katika hilo kwenye kubadilika, moja ya rais ambaye amekuwa akiandamwa sana, amekuwa ni drama nini, I don't know, Macron wa Ufaransa. Kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea, niliona kuna nadai kwamba mke wake ni mwanaume. Sijajua nani alinani ile utanisahihisha, na akasema kwamba atapeleka ushahidi wa kisayansi zaidi. Kwa nini amekuwa na hizo nani Trump? Baadaye juzi niona kuna video ambayo inaonekana kama amesimama msafara Trump na Peter na nini hivi, zinamhusu sana yeye. Tuanze hii ya mwanzo sasa. Kuna ukweli kwenye hilo?